Bana, mambo vipi? Karibu katika Sport Update. Dakika 5 za kujuza yaliyojiri kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyemihasi. Karibu nikupitishe katika habari kemkem za kimichezo. Tunaanzia hapa nyumbani Tanzania. Siku ya jana tulishuhudia CAF wakitoa tuzo zao za mwaka 2025, na taarifa kubwa ambayo ili make headlines katika mitandao ya kijamii ni the Super Pride of Tanzania, Clement Mzize, nyota huyo wa Dar es Salaam Africans, akichukua tuzo ya goli bora la mwaka 2025. Goli hili ambalo aliyofunga katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mchezo kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya TP Engloba Mazembe limempa heshima kubwa na kujijengea kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na mafanikio makubwa katika mwaka 2025 kufuatia tuzo hiyo ambayo ameipata katika sherehe zilizofanyika katika mji wa Rabat nchini Morocco siku ya jana. Lakini ukiachana na Clement Mzize, ni tuzo ya heshima ambayo alipewa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kufuatia harakati zake za kuendesha soka la Tanzania kwa kutoa mchango wake mkubwa kama rais wa nchi, lakini katika maandalizi ya CHAN mwaka 2025 ambapo ilikuwa ni ushirikiano kati ya Tanzania, Kenya na Uganda, na marais wote watatu Afrika Mashariki wa Kenya, Uganda na Tanzania wameweza kupewa tuzo hiyo kutoka kwa rais wa CAF Patrice Motsepe siku ya jana. Tukiachana na taarifa hiyo, ni kwamba ligi ya wanawake imeendelea katika viwanja mbalimbali, na tulishuhudia michezo miwili ikichezwa jana katika uwanja wa Nyamagana. Alliance Girls waliweza kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Sesha Queens, lakini Simba Queens wao walikuwa katika uwanja wa KMC Complex na wakaweza kuadhibu Bunda Queens kwa jumla ya mabao 3-0. Na miongoni mwa wafungaji wa Simba ni Jantis Shikango ambaye alifunga bao la pili na kumfanya fikishe jumla ya mabao 4 katika michezo miwili ambayo alicheza. Ukumbuke katika mchezo wa kwanza aliweza kufunga hat-trick ambayo Simba aliweza kupata ushindi wa mabao 4-0. Baada ya mchezo huo, makocha wa timu zote mbili walizungumza, na hiki hapa ni kwa ufupi ambacho walikizungumza makocha wa timu ya Simba Queens pamoja na timu ya Bunda Queens. Ligi ya wanawake na ligi ya Tanzania hususani upande huu wa wanawake inazidi kukua, kwa maana Bunda tunawaelewa kabisa kwamba ni wapinzani, ni timu ambayo ina ushindani na hizo timu kubwa kutokana na kile ambacho wanakionyesha katika mechi. Lakini kwa tunashukuru Mungu kwa maana tumeweza dakika 90 kupata pointi 3. Malengo yetu sisi ni kupata pointi 3 ili kuweza kukimbilia au kuweza kugombania kufika katika malengo ambayo tumejiweka katika msimu kwa ajili ya kuchukua ubingwa. Nimepoteza mchezo, kwangu ulikuwa ni mchezo mgumu sana kwa sababu nilikuwa nacheza na timu ambayo ni timu nzuri zaidi kwa Tanzania. Kwa hiyo tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu, lakini tumepoteza goli 3. Ni kweli inatokea katika mchezo, lakini takiwa tufanye bora zaidi ya hivyo. Imetokea, lakini nadhani wachezaji kuchoka. Ukiangalia tumecheza kwanza dakika ya kwanza dakika 90 kufanya marekebisho. Nadhani mmejua ni tatizo la mitihani ya form 4, lakini pia achilia mbali mitihani kuna tatizo la SM. Tumekosa wachezaji karibia 11 kwa mchezo. Kwa hiyo kufikia zile dakika kwanza dakika 70 wachezaji walikuwa wamechoka sana. Kwa hiyo concentration inakuwa chini. Japo atakiwa tufanyie marekebisho muda mwingine, isiwe excuse kwamba wamekosa kwa sababu wamechoka. Hayo ni kwa uchache tulioandaa katika habari za hapa nyumbani, na moja kwa moja tunaelekea katika anga la kimataifa. Na kule taarifa kubwa ni kufuatia tuzo ambazo zilitolewa jana na CAF kama nilivyokuambia hapo mwanzo, na miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri ama wamekuwa na msimu mzuri ni mchezaji Ashraf Hakimi wa klabu ya PSG ambaye pia anacheza katika timu ya taifa ya Morocco baada ya kupewa tuzo ya mchezaji bora wa mwaka 2025 wa bara la Afrika. Ashraf Hakimi miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo aliyapata ni kuchukua kombe la klabu bingwa barani Ulaya, lakini pia kombe la ligi ya Ufaransa akiwa na timu yake ya PSG. Na siku ya jana ameweza kutajwa kama mchezaji bora wa mwaka, tuzo ambayo alikuwa anashikilia mchezaji Victor Osimhen ambaye alichukua katika msimu uliopita mwaka 2024. Kongole kwake Ashraf Hakimi. Lakini Fisto Kalala Mayele, nyota wa zamani wa Dar es Salaam Africans ambaye anakipiga katika timu ya taifa ya Kongo na klabu ya Pyramid ya pale nchini Misri, yeye amechukua tuzo ya mchezaji bora wa ndani ya Afrika ambaye anacheza katika vilabu vya ndani ya bara Afrika. Ni miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo amefikia Fisto Kalala Mayele, na bila shaka super proud of Tanzania. Ligi kuu ya Tanzania imeweza kutoa mchezaji mwingine ambaye amekwenda kufanya vizuri katika ligi ya nje. Tukiachana na taarifa hizo, ni kwamba taarifa nyingine inamhusu nyota wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya Ufaransa Paul Pogba, ambaye baada ya miezi 26 ya kuwa nje ya uwanja, basi Jumamosi hii atarejea uwanjani, ambapo ni katika mchezo wa ligi kuu ya Ufaransa kati ya AS Monaco ambao watakuwa wanakipiga dhidi ya Rennes katika mwendelezo wa ligi kuu ya Ufaransa, na siku ya Jumamosi rasmi atacheza mchezo wake wa kwanza ambapo watakuwa wanakabili Lens. Ni hayo tu ambayo tumeandaa katika Sport Update siku ya leo. Ulikuwa nami Ishaka Nyemihasi, ni kusihi uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama TBC2 online. Mpaka wakati mwingine, bye bye.